Katika kuwasaidia wakulima wa zao la ufuta, Kituo cha Maendeleo ya Mtoto na Kijana TZ 517 chini ya Kanisa la Baptisti imekuwa likishirikiana na Compassion International Tanzania kimeendelea kugusa maisha ya watu kwa kuwasaidia wakulima na kuwapatia pembejeo za kilimo wananchi wa kijiji cha Majengo kilichopo kata Naumbu mkoani Mtwara. Akizungumza na wakulima wa zao la ufuta kijijini hapo, diwani wa kata Naumbu Dr. Emmanuel James Bwana amelipongeza Kanisa la Baptisti kwa kuwasaidia wakulima hao, huku akiwataka wanufaika wa mradi huo watekeleze maagizo yote yaliyotolewa na kanisa ili kujikwamua kiuchumi. Wadau wetu wa maendeleo Kanisa la Baptisti Majengo wanaendelea na jitihada za kuwawezesha wakulima. Kwa hiyo hili ni jambo zuri sana, na mimi kwanza nitangulie kuwashukuru wakurugenzi na viongozi wote wa Kanisa la Baptisti Majengo kwa jambo zuri wanalolifanya. Nimekuwa shahidi hata miaka ya nyuma, hata kabla sijawa diwani, nimekuwa nikiwashuhudia wakiwa wanawaunga mkono wakina mama na wakina baba wale wasiojiweza katika mambo mbalimbali. Lakini na leo hii katika kipindi hiki cha kilimo cha ufuta, ni jambo zuri ambalo wanalifanya la kutoa viuatilifu. Tunapovuna mazao yetu tununue bati angalau 3. Lakini zile bati sio kwamba zinakuja kwao, ni bati za kwenu nyinyi wenyewe kwa ajili ya kuendeleza ujenzi pale ambapo mmefikia. Kwa hiyo ni jambo zuri. Naamini miaka 5-6 mbele, jamii hii ambayo inashirikiana vizuri na kanisa hili la Baptisti Majengo, mtakuwa mmepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo, muwaunge mkono. Aidha, afisa maendeleo wa kata Naumbu Hamisi Swalehe Mboa na mwenyekiti wa kijiji cha Majengo Gabriel Saidi Mdesa wamewataka wakulima hao kutumia wataalamu wa kilimo na kutumia pembejeo hizo kuhudumia mazao yao na hatimaye wakamilisha ujenzi wa nyumba na vyoo vyao mara baada ya mavuno. Mimi awali yote kwanza nilipongeze kanisa kwa juhudi mbalimbali ambazo wanazifanya kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa kaya ama familia za jamii mbalimbali au jamii yetu ambayo inatuzunguka hasa katika kata yetu hii ya Naumbu. Hili sio swala dogo, ni swala kubwa sana, kwa sababu kwa eneo kubwa na wanaisaidia sana serikali katika kukuza uchumi wa kaya, familia kwa ujumla pamoja na kata. Kikubwa ni kuzingatia matumizi sahihi ya hichi dawa, lakini pia kushirikisha wataalamu. Kwa hiyo tuwatumie na tusijisikie uvivu kwa aina yoyote kuwatumia. Tuna takriban maafisa kilimo 4 sasa ndani ya kata yetu. Kwa hiyo unaona namna gani ambapo fursa ipo. Lakini niwahamasishe kwamba sasa hivi kuna zile akaunti za familia. Kuna uwezekano kati ya baba, mama mpaka mtoto mkawa na akaunti hii moja, na fedha haitumiki isipokuwa kwa idhini ya watu wote kwa pamoja, na haiwezi kutoka kwa idhini ya familia yote, ili kuondosha hiyo migogoro ya kipindi cha korosho. Haya yaliyoongelewa hapa tuyafanyie kazi, kwamba utakapofanya kuchukua hizi dawa au viuatilifu, mkataba wetu ni bati ngapi mkurugenzi? Bati 3. Kwa hiyo ukishavuna ukiuza ufuta wako, sisi tutapita kuangalia zile bati alizosema mkurugenzi, je, umenunua? Kwa upande wake, mratibu wa Kituo cha Maendeleo ya Mtoto na Kijana Anarita Lusambo amesema watu 65 wamepatiwa viuatilifu, ambapo zaidi ya milioni 2 zimetumika katika zoezi hilo, huku akiwasihi wakulima hao kuboresha makazi yao. Kanisa limewagawia wazazi 65 pembejeo za ufuta ambazo ni sumu 2 pamoja na dawa ya uzalishaji 1. Kwa jumla ya gharama yote iliyotumika kwa kuwawezesha wazazi wetu ni milioni 2 na 80,000. Malengo yetu ni kuhakikisha wazazi wanajitegemea kiuchumi, lakini pia baada ya mavuno makubaliano ni kwamba mzazi anunue bati 3 au kufanya maboresho ya choo. Tunaamini bati 3 haziwezi kutosha kwenye ujenzi wa nyumba, lakini kama mbegu ambayo itaweza kumboost na kwa wakati mwingine aweze kununua bati zaidi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Ni maombi yetu kwa wadau wengine mbalimbali tofauti na Compassion na kanisa kutunga mkono kwenye juhudi ya kuhakikisha kila mzazi anaishi kwenye nyumba ya bati, na wazazi wengine ambao vyoo sio bora waweze kuwa na vyoo bora na salama. Nao baadhi ya wanufaika wa mradi huo akiwepo Zainabu Ali Ibrahim, Deudata Mohamed Hassani na Daniel Mtumbati wamelishukuru kanisa kwa kuwapatia msaada huo, huku wakiahidi kutekeleza maagizo yote yaliyotolewa na viongozi wao. Na sisi wengine
majumbani mwetu tuna watoto hao wanetu wadogo wadogo wanaanza sasa kutambaa, wengine wanasimama, wengine wanasimama sijidede, hawajui hiki ni kitu gani. Tunaomba tafadhali, mnapogawiwa hizi viuatilifu au hizi sumu, muzitunze mahali salama ambapo watoto hawawezi wakaenda kuzigusa na kufanya yale matokeo ya ajabu. Kwa mwezi uliopita kwamba kuna watoto walikunywa sumu, waliweka sijui wapi, wakavamia, lakini Mwenyezi Mungu akawajalia wakawahudumia mapema, wakawahudumia maziwa na nini, ikawa wale watoto wamenusurika. Kwa hiyo hilo ni angalizo, hivi ni sumu. Hata ukinywa wewe mkubwa, sijui kama unaweza ukafika Ligula. Kama Mungu akutaka sana ufiki kule. Kwa maana tunashukuru kwa jinsi wanavyotuboresha. Tunaelekea katika mwelekeo mzuri tofauti na nyuma tulikotokea. Nyuma tulikuwa tunayumba sana, lakini baada ya kuanza kituo hiki kuwaleta watoto wetu, basi changamoto ndogo ndogo kwa kweli zinapungua. Tunashukuru kwa msaada wao. Naitwa Deodata Mohamed Hassan. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Imekuu. Nashukuru kwa kupata hizi dawa. Mungu awabariki wanayefundisha kituo kama hiki. Tulikuwa tunahangaika sana kuhusu masuala ya kilimo, lakini sasa hivi tunashukuru kwa kupata hizi dawa, tunapata mavuno ya kutosha. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni kata ya Naumbu iliyopo mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.